Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni Hetnet Media ambayo inakuletea taarifa za michezo za kina na za uhakika kabisa zinazoendelea kuhappen na kutendeka katika mitandao ya kijamii. Moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo tumekuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo ni kuhusiana na lile sakata la dabi ya Kariakoo. Kama tunavyojua kwamba June 15 mechi ya dabi ya Kariakoo imepangwa kuchezwa hapo kuna kwa uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini wenyeji wa mchezo huo Young Africans wamegoma, hawataweza kushiriki mchezo huo mpaka pale haki itakapokwenda kutendeka katika lile sakata la kuahirishwa kwa mechi hiyo ambayo ilitajwa mechi ambayo ilitajwa kuchezwa March 8, 2025 lakini ikaahirishwa pasina kufuata sheria na taratibu za kuahirishwa kwa mechi. Ndo pale ambapo Young Africans waliamua kutoa taarifa kwa umma kwamba hawako tayari kushiriki mchezo mwingine wowote wa namba 184 ambapo Young Africans kama mwenyeji akimkaribisha Simba Sports Club. Nivute ni kuvute za hapa na pale zimekuwa zikionekana na taarifa zikitolewa tofauti juu ya sakata hili. Tumeona pia kauli tata, kauli chonganishi, kauli za kishabiki kabisa zikitoka katika uongozi wa bodi ya ligi, lakini pia uongozi wa Simba Sports Club. Jana moja kati ya taarifa ambazo zimetolewa na kiongozi mmoja kutoka katika klabu ya Simba Sports Club alikuwa akiongea na waandishi wa habari mara baada ya kutamatika kwa mchezo ambao uliwakutanisha Simba na Pamba Jiji. Kuna moja kati ya kiongozi alikuwa akitoa taarifa za kichonganishi kabisa na taarifa za kuwabeza Young Africans kwa kitendo ambacho uamuzi ambao wameuchukua wa kutoshiriki mchezo huo. Lakini moja kati ya taarifa ambayo leo tumekuletea ili uweze kujua ni nini kinaendelea kunako klabu ya Young Africans, unaambiwa kwamba maazimio ya kamati ya utendaji ya Young Africans bado ni vile vile kwamba hawatoshiriki mchezo huo mpaka pale ambapo haki yao itakapopatikana. Young Africans walitaka waketi chini na TFF na bodi ya ligi, lakini waliwatumia barua, hawakuweza kuwajibu kitu chochote, na mpaka sasa unaambiwa kwamba RS wa shirikisho la mpira Tanzania TFF Bwana Wallace Karia mwenyewe ameweza kutoa taarifa alipokuwa akijibu swali la mwandishi wa habari mmoja huko Dodoma alipokuwa amekwenda bungeni siku ya kupitishwa kwa bajeti ya sekta ya sanaa, habari na michezo. Rais Wallace Karia alijaribu kujibu swali la mwandishi wa habari kwamba yeye mwenyewe hajui kama kesi hiyo itaisha. Kwa hiyo wameamua kuupangia tarehe mchezo huo kwa sababu hajui kesi hiyo itaisha ama haitaisha, na kama itaisha basi hajui itaisha lini. Kwa hiyo naona kabisa kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinasimamiwa na uongozi wa bodi ya ligi pamoja na TFF, wao wenyewe hawako serious kabisa, kutokana na kwamba mtu kama rais wa shirikisho la mpira Tanzania ambaye pia anaisimamia bodi ya ligi na ambao wanasimamia vilabu vyote wameshindwa kukaa chini na kuona ni namna gani wanaweza wakamaliza tatizo hili, wanaweza wakalimaliza kabisa pasina kuwa na nivute nikuvuta ambazo zinakuepo mpaka sasa. Moja kati ya mbunge mmoja hapo bungeni aliweza kusema kwamba sasa hivi tunaona ni kama danadana tu, huyu anasema hiki na huyu anasema hiki, kesi imepelekwa kasi, kesi imerudishwa, ni kama danadana tu, hakuna kinachoendelea. Ninaweza nikasema hivyo, ni kweli ni kama danadana, hakuna kinachoendelea kutokana na kwamba viongozi ambao wanatakiwa waketi na Young Africans wao wamejiweka pembeni, badala yake wanawaangushia jumba bovu Young Africans na kuonekana kwamba wana makosa, hawajatenda haki katika hili. Bana, moja kati ya taarifa ambayo inaendelea kuumiza vichwa vya habari na inaendelea kuumiza vichwa hasa huko katika ofisi za bodi ya ligi. Bana, hii kesi ni ngumu sana, japo wao wenyewe viongozi wa bodi ya ligi wamekuwa wakijipiga kifua kwamba wao hawana
shida juu ya hili, lakini Young Africans wao ndo wana shida. Moja kati ya maneno ambayo yamenukuliwa akiongea mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto akisema kwamba sisi tulifurahi toka tulivyoona Young Africans wameenda kasi, kwa maana tulijua wataenda kushindwa. Kwa hiyo sisi furaha yetu ilianza toka siku hiyo. Unaona kabisa kwamba kama secretary na bodi ya ligi wao wana furaha kuona Young Africans wanahangaika huku na huku kutafuta haki yao juu ya swala hili. Unaona kabisa kwamba haki katika jambo hili haijatendeka hata kidogo. Ikumbukwe Simba Sports Club ndo mwenye makosa ya kwanza, lakini yeye alifanya kakaa pembeni. Kinachofuatia sasa ni Young Africans na bodi ya ligi. Bodi ya ligi wao walikuja kutia muhuri makosa ya Simba Sports Club ambayo aliyafanya, na wao wakakazia na wakasimama juu ya jambo hilo, na kila siku kumekuwa kukitoka taarifa tofauti juu ya swala hili. Young Africans sasa wao wanaendeleza na msimamo wao wa kwamba hawatoshiriki mechi yoyote ya namba 184, mechi ya Yanga wenyeji wakiwakaribisha Simba Sports Club. Huko bungeni kulisikika na sauti za wabunge wakishinikiza kwamba hatuchezi mara baada ya kutambulishwa kwa Rais Engineer Hersi ambaye pia ni mwenyekiti wa virabu barani Afrika, ambapo alikuwa ameingia bungeni kwa kofia hiyo ya kuwa mwenyekiti wa umoja wa virabu Afrika ACA, ambapo alipigiwa makofi mengi na watu wakamshangilia tofauti na alivyoshangiliwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania. Tunazungumzia Wallace Karia. Ukiona hivyo unajua kabisa kuna namna watu tayari wameshaanza kuingiwa na hofu juu ya utendaji wake kazi. Anaweza akawa amefanya mambo makubwa katika wakati wake wa utendaji kazi, lakini akaja akaharibu sehemu moja ambapo anashindwa kusimamia haki juu ya swala hili. Badala yake anawakingia kifua bodi ya ligi kuona kwamba hawana makosa juu ya jambo hili. Moja kati ya taarifa ambayo pia iliweza kuenea sana katika mitandao ya kijamii ni pale ambapo Young Africans walienda kasi kuzuia kwamba mchezo wao usipangiwe tarehe mpaka shauri lao litakavyokamilika, tatuliwa na kupatiwa ufumbuzi. Lakini kasi wao waliweza kumaliza pati yao kwa kuwaelekeza Yanga warudi katika kamati za ndani kwanza, wakishatoka hapo ndipo watarudi kasi. Baada ya kutolewa uamuzi huo, basi hapo bodi ya ligi na secretary wakatoa taarifa kwa umma na kuipangia tarehe mechi hiyo ambayo mpaka sasa haijapatiwa ufumbuzi. Young Africans wao hawatashiriki mchezo huo kutokana na kwamba wanataka wajibiwe kwamba ni kwa nini mechi ile iliahirishwa. Mechi ya dabi ya Kariakoo tarehe 8 ya mwezi wa 3, kwa nini iliahirishwa? Na kama iliahirishwa, kuna uchunguzi ambao taarifa kutoka katika bodi ya ligi waliweza kutoa kwamba wanafanya uchunguzi. Kwa nini uchunguzi huo hautoki? Kwa nini uchunguzi huo haukamiliki? Ina maana kuna vitu ambavyo wao wenyewe wameona kwamba wamefanya uchunguzi wakapata sababu ambazo hazina mashiko kabisa, ndio maana wameamua kukaa kimya na hawatoi hukumu ya uchunguzi huo ambao walisema kwamba watautoa. Young Africans wameendelea kushikilia bomba pale kwamba hawatacheza na wako tayari kunyang'anywa point 15 ama kushushwa daraja ama vyote kwa pamoja, lakini hawako tayari kucheza mchezo huu. Ukiwa umebaki muda mchache kuelekea kwa mchezo huo ambao Young Africans wangeshuka dimbani kuwakaribisha Simba Sports katika mchezo huo, mpaka sasa Young Africans wamekaa kimya, hawajatoa statement juu ya mchezo huu kwamba watashiriki mchezo huo ama hawatashiriki. Lakini pia nimekuwa nikipokea comment nyingi sana na watu wamekuwa wakiniulizia kwamba leo ni siku ya 6 sasa, msemaji wa klabu ya Young Africans hajasema kitu chochote toka atoke Zanzibar. Hajasema kitu chochote na wala hajaposti kitu chochote kuna ukurasa wake wa Instagram. Hili jambo tunaendelea kulifuatilia na kulipatia ufumbuzi. Tutakuja hapa
katika studio zetu za HNT Media na kukuletea upana wa story hii. Lakini kwa sasa moja kati ya taarifa ambayo watu wamekuwa wakizungumzia sana ni kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Nini kitatokea? Endelea kuenjoy burudani kutoka katika HNT Media tunazokuletea hapa ili uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bye bye.